Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Namisi Mswahili. Unaitazama hii ni Midea TV. Midea TV ndio nyumbani kwa taarifa ambazo ni za kweli, zimekaguliwa na we say it is verifiable. Hapa ndio kila mtu ambaye anahitaji kujua nini kinaendelea katika taifa la Kenya anakuja anaangalia hapa Midea TV. Kwa hiyo nikushukuru wewe mtazamaji wangu kwa kuendelea kusubscribe, kutazama na kushare kazi zetu kwa watu wengi ili waweze kufuatilia tu nini kinatokea ndani ya taifa la Kenya. Na mojawapo ya story ambayo ni breaking news kwa sasa ni kwamba DIG Eliud Lagat amejiondoa katika ofisi yake kwa muda ili kuruhusu uchunguzi kuendelea kuhusiana na kifo cha mwanablogu Albert Ojwang. Ni kwamba DIG ambaye ni Eliud Lagat sasa amejiondoa katika afisi kwa muda ili kuruhusu tu uchunguzi kuendelea katika mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang. Kwa hiyo watu wengi pale kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa wakifuatilia issue hii ambayo imetokea kuanzia wiki jana. Kukawa na maandamano pia, shinikizo kadhaa zikatolewa na viongozi wote wa kitaifa, wanaharakati wakimtaka kwamba bwana IG ama deputy IG Eliud Lagat aweze kujiondoa afisini ama jiuzulu ama aweze kufutwa kazi na ambayo ni mamlaka ya kumwajiri kutoka kwa rais. Watu wengi wakawa wanataka tu kwamba huyu deputy IG aweze kuondoka pale afisini kwanza ili uchunguzi uweze kufanyika, uchunguzi ambao ni wa haki, uchunguzi ambao hauna mwingiliano na mtu yote ambaye yuko in power, ili kuhakikisha kwamba familia ya Albert Ojwang inapata haki na vile vile pia Wakenya wanapata kuona kwamba mmoja wao akiweza kufanyiwa kitu ambacho sio cha haki, anaweza wale ambao wanahusika wanapata kuadhibiwa na ili kuwe na maridhiano tu ya kitaifa. Kwa hiyo shinikizo mbalimbali zikitolewa na viongozi hapo weekend iliyopita. Kumekuwa na viongozi wa kitaifa katika misururu ya mikutano mbalimbali wakiweza kutoa tu hisia zao kuhusiana na swala hili, kwamba deputy IG ambaye ndiye alikuwa mlalamishi katika kesi iliyokuwa imekewa marehemu Albert Ojwang kuhusiana na kwamba alichafuliwa jina mitandaoni, na deputy IG Lagat pia alionekana katika ile presa ya kwanza kabisa ambapo IG mwenyewe Douglas Kanja alikuwa anatoa taarifa ya kivipi Albert Ojwang aliweza kuaga mikononi mwa polisi katika seli za polisi za Central hapa jijini Nairobi. Kwa hiyo watu wamekuwa wakiendelea wakiomboleza na vile vile wakililia haki. Nilivyosema, maandamano yamefanyika pia kushinikiza haki kutendeka, na vile vile pia leo hii tumeweza kumsikiza aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ametoa pia statement yake, akazungumza na kwa yeye actually alikuwa anataka kwamba pia IG na DCI boss ambaye ni Amin Mohamed waweze kuondoka pia afisini ama waweze kama hawatajiuzulu waweze kufutwa kazi, ili kuruhusu kwamba wale ambao ni viongozi wa chapa kazi, wale ambao wanataka kuendelea kutendea Wakenya haki katika afisi zile wapewe nafasi kufanya hivyo na kuwajibikia swala hili nzima la Albert Ojwang kuuawa mikononi mwa polisi. Kwa hiyo ni story hiyo ambayo imetokea ghafla. Tunasema kwamba ni breaking news na watu wanaendelea kutoa hisia zao kwenye mitandao, na mojawapo maswali ambayo watu wengi wamejiuliza kuhusiana na swala hili ni je, amejiuzulu deputy IG Eliud Lagat? Lakini taarifa zinasema kwamba step aside. Kwa hiyo kuna hiyo tofauti ya stepping down na stepping aside. Kwa wale ambao wamesoma Kiingereza wakakielewa, nafikiri hapo mnaelewa kwamba stepping aside ina maana tofauti na stepping down. Na nilipokuwa pia nasoma ile taarifa yake, nimegundua kwamba wamenote kitu fulani pale ambacho pia tungependa tuulizane maswali. Deputy IG Eliud Lagat anasema kwamba stepping aside from my office and ili kuhakikisha kwamba uchunguzi ufanyike na mamlaka yote ama pengine usaidizi wote ambao unahitajika kutoka kwa afisi yangu nimeachia naibu wangu. Kwa hiyo
maswali pia akaanza kuibuliwa pale kwa wale ambao wana comment wanajiuliza naibu wa Inspector General wa polisi pia na naibu wake ama ni nani atakuwa anahusika katika afisi ile, vile ambavyo ile statement inaeleza. Kwa hiyo pia ni swali tu ambalo nafikiri kutakuwa na uchanganuzi zaidi kuelewa ni nini kitaendelea katika afisi ya naibu Inspector General wa polisi Eliud Lagat. Lakini kwa sasa taarifa ambazo zinasambaa kote kote ni kwamba naibu Inspector General Eliud Lagat ameweza kuondoka mamlakani ama kuondoka afisini kwa muda ili kuruhusu tu uchunguzi kuendelea katika kifo hichi ambacho kilikuwa cha utata zaidi kikimhusisha mwanablog na mwalimu Albert Ojwang. Mimi naitwa Namisi Mswahili na nitakuwa nakuletea update hizi zinapokuja kwenye mitandao ya kijamii. Endelea kutufuatilia, subscribe, watch, share kwa marafiki zako ili tuweze kuendeleza. Kumbuka Midea TV sasa hivi tuko 22k subscribers on YouTube, na ili kuendelea kusupport agenda yetu pia subscribe na ushare na marafiki, waambie waweze kusubscribe tukielekea 30k subscribers. More updates coming on your way. Stay tuned. I'll see you. Midea TV, spilling the tea, setting the trends.